Bwana, hii ni taarifa kutoka Geita ambako imetokea ajali ya mgodi kuporomoka, ukiwa na vijana na watu wazima wengi wakiwa wanafanya kazi kwenye hiyo migodi. Lakini baada ya kuporomoka kwa mgodi huo, serikali kupitia jeshi la polisi ilitoa taarifa kwa umma na kudai kwamba hakuna aliyepoteza maisha, wote wako salama na juhudi za uokoaji zikiendelea. Lakini kumekuwa na taarifa zingine za chini zikidai kwamba kuna watu wamefariki zaidi ya 100 kwenye huo mgodi, lakini serikali imeamua kuficha taarifa hiyo. Lakini bado serikali imeibuka tena jioni hii na kutoa taarifa tena kwamba hakuna aliyefariki kwenye mgodi huo. Taarifa zinazosambazwa kwamba kuna watu zaidi ya 100 wamefariki ni za uongo. Lakini muda huu taarifa zilizotufikia ni kwamba wananchi wamekusanyika kwa wingi wakiwataka ndugu zao. Ukiangalia hiyo video ni wananchi wa Geita wamekusanyika kuhitaji ndugu zao, kwa sababu tangia tukio hilo limetokea baadhi ya watu hawajaonekana mpaka wakati huu, na wakati huo serikali inadai kwamba hawa watu wako salama na kuna shida yoyote. Ukiangalia katika kundi hilo katikati hapo kuna polisi, bila shaka anazungumza na wananchi kuwatuliza, lakini wananchi wanahitaji ndugu zao. Taarifa hizi zimemwibua pia mbunge wa zamani wa Chadema, tukimzungumzia Godbless Lema. Amezungumza kwamba huu ni ushamba. Kuna sababu gani ya kutoambia wananchi ukweli juu ya watu waliofariki? Zaidi mnadanganya na kusema kwamba wako salama, wakati huo sio kweli. Bila shaka serikali inapaswa kuchukua hatua na kuelekeza wananchi ukweli, kwa sababu hakuna sababu yote msingi ya kuwaficha kwamba ndugu zao wapo hai na wakati huo hawaonekani mpaka wakati huu, kwa sababu nitangia jana tukio hili limetokea, lakini kuna baadhi ya watu wengi wako huko mgodini hawajaonekana mpaka wakati huu. Lakini jeshi la polisi limeendelea kutangaza kwamba hali ni shwari, hakuna aliyepoteza maisha, na wakati huo kuna watu hawaonekani mpaka wakati huu. Taarifa hizi zimeendelea kutengeneza sintofahamu kati ya serikali na wananchi, kwa sababu hakuna sababu yoyote ya kutuambia wananchi, kwa sababu hii ni ajali imetokea, wala sio makusudi ya mtu kwamba amefanya hili jambo. Lakini yote kwa yote ndio yanayoendelea huko Geita. Una maoni gani wewe mwanafamilia? Weka comment yako, usisahau kusubscribe na kushare.